Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, ameitaka Qatar kuacha unafiki dhidi ya kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Qatar ni kama vile imechagua upande wa Palestina, wakati huu inaiona Israel ikifanya mauaji ya kutisha huko katika ukanda wa Gaza. Sasa kufuatia matamshi ya Qatar katika mjadala wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ambapo ilitaja vitendo vya Israel huko Gaza kuwa uhalifu, ilishutumu Israel kwa kutengeneza njia kwa raia na kufanya kampeni ya ukoloni. Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ilitaka Qatar kuchagua upande mmoja na isiwe na unafiki. Wakati umefika kwa Qatar kuacha kucheza pande zote mbili kwa mazungumzo yake mawili na kuamua ikiwa iko upande wa ustaarabu wa Israel au ikiwa ni upande wa unyama wa Hamas. Israel itashinda vita hivi kwa njia za haki. Tunaiomba tu Qatar iachane na unafiki, ilieleza taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel imesema Israel inapigana vita vya haki kwa njia za haki baada ya ukatili wa Oktoba 7 uliofanywa na Hamas. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu alifafanua vita vya ukombozi kama vita kati ya ustaarabu na ushenzi, taarifa iliongeza. Qatar baadaye ilikataa kauli hizo na kuziita za uchochezi. Nchi ya Qatar inakataa kwa uthabiti taarifa za uchochezi zilizotolewa na ofisi ya waziri mkuu wa Israel ambazo hazifikii viwango vya msingi vya uwajibikaji wa kisiasa na kimaadili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al-Ansar, alichapisha katika ukurasa wa X mapema Jumapili. Al-Ansar alikosoa taswira ya mzozo wa Gaza kama ulinzi wa ustaarabu, akiufananisha na tawala za kihistoria zilizotumia simulizi za uongo kuhalalisha uhalifu dhidi ya raia. Katika wadhifa wake, Al-Ansar alihoji iwapo kuachiliwa kwa mateka 138 kulipatikana kupitia operesheni za kijeshi au juhudi za upatanishi ambazo alisema zinakosolewa isivyokuwa haki na kuhujumiwa. Hata hivyo, Qatar, ambayo imehusika kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha upatikanaji wa mateka umefanyika, ni wakati ambapo pia imekuwa ikihoji kwamba ikiwa taifa hilo linataka amani, basi litumie mazungumzo ili kuona ni namna gani mateka waliosalia wakitolewa, lakini pia hata Hamas wakiamua kuachana na vita hivyo na amani ikapatikana katika Mashariki ya Kati. Siku ya Ijumaa, baraza la mawaziri la usalama la Israel limeidhinisha mipango ya kupanuliwa kwa operesheni katika eneo la ukanda wa Gaza. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti siku ya Ijumaa na kuongeza ishara kwamba majaribio ya kusimamisha mapigano na kuwarudisha mateka wanaoshikiliwa na Hamas hayajafanikiwa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ametangaza ataongeza jeshi kuwa kubwa zaidi katika eneo hilo na kwamba katika nyakati hizi mpango wao ni kuliondoa kabisa jeshi ama kundi la wapiganaji wa Hamas katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini pia jeshi hilo litatanuliwa na kuelekezwa pia katika maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Lebanon pamoja na Syria. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu ya ulimwengu.